Bwana asifiwe. Ni jambo la kumshukuru Mungu ya kwamba ameona ni vyema tena tupate nafasi katika masaa ya jioni kuweza kuendelea kuangalia namna ambavyo tunapaswa kufunguliwa hasa katika eneo la uchumi. Tunapoingia katika mada ya leo ambayo inasema tumewekwa kwa kusudi kuishi kulingana na mpango wa awali wa Mungu. Destined for purpose, living according to God's original design. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunapoingia katika somo hili katika masaa ya jioni, Roho yako mwema akatuguse kila mmoja. Tusaidie tusogee katika msalaba wa Kalvari, tukatambue wito wetu katika dunia hii, tukafanye kazi, ukatuchukue nyumbani. Tunaomba katika jina lako Yesu, amen. Umewekwa kwa kusudi kuishi kulingana na mpango wa awali wa Mungu. Sio rahisi ujumbe kama huu kutolewa kwa mtu ambaye anapitia changamoto katika maisha. Tunafahamu katika Biblia nyakati nyingi sana Yesu amenena na watu wake wakiwa katikati ya changamoto. Nakumbuka hata wana wa Israel wanaambiwa ya kwamba wakiwa katika nchi wakiwa utumwani kwamba Bwana anatamka ya kwamba amewaandalia mema na wanashindwa kuelewa. Lakini niseme ya kwamba tunapokuwa tunaangalia mada hii ambayo ni ya muhimu sana ya uchumi, kuna haja ya kutambua kila mmoja wetu, haijalishi umekuja katika namna gani katika dunia hii, tupo kwa kusudi. Tafiti zinaonyesha kwamba kama Mkristo, siku inapofika wakati unatambua kwa nini upo, kila kitu kinabadilika. Shida hizi tulizo nazo ni za kitambo. Changamoto ambazo tunazipitia wakati mwingine katika maisha zinatujenga. Nimekuwa nikigusia nafasi ya shida katika maisha. Si mpango wa Mungu tupitie shida, lakini baada ya dhambi kuingia, Bwana akaona bado ni vyema atumie changamoto tunazopitia katika maisha kuweza kuliishi kusudi. Swali la msingi, nini maana ya kusudi? Taasisi nyingi duniani zina mfumo. Wanapenda kutumia neno software na hardware. Software nazungumzia utu wa ndani au tabia. Hardware nazungumzia vitu mbalimbali ambavyo aidha tunaviona kwa macho au tunasikia. Taasisi zote duniani zina kitu kinaitwa strategic plan. Asubuhi nilisikia hapa wazee wanazungumzia mpango mkakati wa kanisa. Lakini kumekuwa na mawazo kwa wanazuoni katika nyakati nyingi kwamba nini ambacho ni cha msingi unapokuwa unazungumzia mpango. Zamani tulikuwa tunazungumzia kwamba uwe na maono, vision, lazima uwe na mission, lazima uwe na values, lazima uwe na objective au goal, lazima uwe na strategy. Lakini jioni ya leo nataka nitumie zaidi neno dhima au kusudi. Na kiukweli kusudi ni moja ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana kama tutavielewa, kutusaidia kutoka hapa tulipo kwenda tunakotakiwa kufika. Labda niseme hivi, kusudi ni lengo kuu au sababu ya msingi ambayo inaelekeza matendo au maamuzi ya mtu au kitu fulani. Ni dhana inayohusiana na kutafuta maana katika maisha. Katika mambo magumu ambayo wanadamu tumekuwa nayo ni kutafuta maana ya maisha. Watu wengi katika kutafuta maana ya maisha wamejikuta wanaharibu badala ya kujenga na kuwa bora zaidi. Na kama niseme ya kwamba kila mwanadamu katika dunia hii Bwana amepandikiza ndani yake kiu ya kuwa na maana katika maisha. Japo sio wote ambao wamepata bahati ya kuwa watu wa maana, japo kiu ya kuwa na maana ipo katika kila maisha ya mwanadamu. Kusudi laweza kuwa thamani au lengo kuu katika maisha au shughuli fulani. Kwa mfano, mtu anaweza kujiuliza kusudi la maisha yake au kusudi la kazi wanayoifanya.
Moja ya maswali magumu wanadamu wamejiuliza katika enzi zote, kwa nini nipo duniani? Kwa nini nipo duniani? Unajua ziko nyakati unajiuliza, kwa nini nilizaliwa? Wakati fulani maana ya maisha inapotea. Lakini niseme ya kwamba katika siku hizi 10 za maombi, Yesu ana uwezo wa kuisha kusudi ambalo ameliweka katika maisha yako. Kwa ujumla, kusudi linajumuisha uelewa wa malengo na lengo kuu la kuwepo kwa kitu fulani katika dunia. Kuishi kulingana na kusudi kunaweza kuhusisha mchakato mzima wa kujitambua na kufuata njia ambayo inaleta maana na furaha katika maisha. Kama ningalikuwa na nafasi, ningaliuliza wangapi katikati yetu wanajitambua? Kuna hatari kubwa sana kama watu wengine wanakufahamu alafu wewe hujifahamu. Yesu anapaswa kuwa wa kwanza kufahamu. Wengine wazazi wanawafahamu kuliko wao. Lakini nimeona katika Biblia wazazi wengi hawakufahamu watoto wao. Wakati mfalme nabii wa Mungu anapokuja kuja kuangalia, anamuuliza kina Jesse watoto wake, wakati anataka kumweka mfalme, Daudi ya kuitwa. Unajua ziko nyakati wazazi pia hawawezi kujua kusudi ambalo liko ndani yako wewe. Mimi mwenyewe naweza nikasema pia wakati nakuwa, kaka zangu hawakuwahi kupata bahati ya kuweza kufahamu. Lakini niseme ya kwamba kama kuna kitu Bwana amekiweka ndani yako, usiangalie mazingira ya sasa, usiangalie hali ya uchumi, usiangalie changamoto unazopitia. Mwite Bwana, atakupatia uwezo wa kuweza kuishi kusudi. Ili kuishi kusudi, huna budi kujitambua. Katika mambo magumu katika dunia hii ni kujitambua. Labda niseme wazi, asilimia zaidi ya 70 ya wanadamu hawajitambui. Hii ni kulingana na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika. Na wanaojitambua pia wanajitambua kwa kiwango sio kikubwa sana, asilimia 30. Mpendwa, hebu fikiria tukiweza kujitambua kwa kiwango cha asilimia 50, tunaweza tukafanya mambo makubwa kiasi gani? Anza kujifunza kuhusu wewe ni nani, nini unapenda, nini una uwezo wa kukifanya. Labda nizungumze kwamba pia tupunguze kuuliza watu. Nampenda Ibrahim, wakati anakwenda kumtoa Isaka kama sadaka, hakumwambia mkewe. Moja ya maswali ambayo ningependa kujua pia ni kwa nini Ibrahim wakati anakwenda kumtoa Isaka hakumwambia mkewe. Mwandishi mmoja anajaribu kuelezea habari hii, anasema licha ya kwamba Ibrahim hakumwambia mkewe na licha ya kwamba Isaka akuchinjwa, Sara alipoambiwa kwamba habari ilikuwa hiyo, Sara maisha yake hayakuwa marefu, alifariki. Anafariki kwa jambo ambalo halikutokea. Na kama kuna usiku mgumu ambao Ibrahim alikuwa nao, ni ule usiku ambapo anajaribu kumuuliza Bwana kwa lugha rahisi, Bwana amwambie kama ni kweli yeye ndiye anamtuma au ni habari nyingine. Kumbuka wakati ule wanaotoa kafara watoto walikuwa ni waabudu sanamu. Wakiwa wameenda pale, kijana anamuuliza baba, kisu tunacho, mwana kondoo iko wapi? Ungalikuwa ungalijibu nini? Ningalikuwa mimi ningalijibu nini? Mwandishi mmoja anasema wakati wa zama za giza, watu wa Mungu walipokuwa wanauawa, mama mmoja akaingia kwenye nyumba ya mtumishi mmoja wa Mungu, na wale wauaji wakaja katika ile nyumba, wanamuuliza yule mwenye nyumba, je, kuna mtu kaingia humu ndani? Ungalikuwa ungejibuje? Ukisema ndio, huyu mtu aliingia humu atafariki, atauawa. Ukisema hapana, umesema uongo. Yeye alichokisema, aliwaambia ingieni mkaangalie.
Walipoingia hawakumuona, Bwana akawa amemficha. Weka malengo. Malengo yanapaswa kuwa kwa muda mrefu. Ni bahati mbaya wa Afrika tuna tabia ya kutokuwa na malengo. Lakini wanasema tuna haja ya kuwa na malengo ya miaka mingi. Wakati fulani bwana mmoja akaniambia kwamba kuna wazungu walikuja kule Kagera, wanakuja kuangalia madini ambayo yalihifadhiwa na babu zao miaka 100 iliyopita. Lamani ipo, wanakuja pale. Wapendwa, kuna haja ya kuwa na malengo ya muda mrefu. Tusiangalie hapa tu, tuangalie mbali. Lakini tusiangalie tu mbali, tuangalie pale ambapo Kristo anakusudia tuweze kuangalia. Na tunapokuwa na malengo yetu basi yawe halisi. Unataka kununua gari, hata basikeli huna. Ni vizuri kuwa na matumaini, ni vizuri kuwa na imani. Lakini kwa maana nyingine ni vyema kuangalia mazingira yetu na kuangalia uhalisia. Japo ni vizuri kuwa wakubwa ndani. Unaweza ukawa mdogo nje kwa maana ya uhalisia wa maisha, kipato, uchumi. Lakini tuwe wakubwa ndani kwa maana ya kwamba mawazo yetu yawe makubwa, kwa sababu ndio kusudi ambalo Bwana alikusudia tuweze kuwa katika dunia hii. Panga vipaumbele. Rasilimali ni chache, huwezi kufanya kila kitu. Anza na yale ambayo ni ya msingi. Lakini niseme hivi, ni vizuri kufanya kile ambacho tunapaswa kukifanya kwa wakati. Na labda nizungumze na vijana ambao wako katika kanisa hili jioni leo. Unasubiria kuolewa, kisa ni harusi. Umemkataa yule kijana kwa sababu ni mwalimu wa shule ya msingi. Labda niseme hivi, usiangalie kazi anayoifanya mtu. Angalia huyu mtu ndani yake Bwana ameweka kitu gani, kwa sababu hakuna uhusiano wa namna tunavyoonekana na namna tunavyopaswa kuwa. Nitakuwa nazungumzia swala la ujasiriamali katika siku zinazofuata. Na nimekuwa nikizungumza kwa kurudia, nikizungumza na vijana kwamba anza ulipo. Nilikuwa namchekesha mke wangu wakati fulani. Nilipata misukosuko nikiwa kazini. Nilipata bahati ya kuwa ngazi ya mkurugenzi serikalini kwa miaka 32. Lakini nilipitia changamoto nyingi sana. Lakini kikubwa kilichonisaidia, nilikuwa tayari hata kama kazi haipo, hata kama kusukuma mkokoteni nitasukuma. Vijana, usiogope kuanza. Ngazi ya kwanza yaweza kuwa ngumu. Usiangalie watu, angalia kusudi ambalo Bwana ameiweka katika maisha yako. Iko njia ambayo inaonekana haifai kwa wanadamu, lakini kwa Mungu inafaa. Jana niligusia tofauti ya ajira na kazi. Na nikasema wazi, na ndivyo ilivyo, kwamba ajira ni utaratibu wa shetani, kazi ni mpango wa Mungu. Vijana wengi tunajielekeza kwenye ajira, tumesahau kazi ambayo ndio wito wetu. Na ndio maana tunasimama na kusema mimi sina ajira. Lakini kiukweli tushushe viwango, Bwana avinue viwango. Kuwa mnyenyekevu. Watu wengi wakifanikiwa, na ndio maana huenda pengine tunakosa mafanikio, wanainua mabega. Tunyenyekeze. Sina takwimu halisi, lakini wako watu wengi wamefanikiwa kwa sababu ya kuwa wanyenyekevu. Unyenyekevu sio upumbavu. Unyenyekevu sio kupuuza. Unyenyekevu sio kuchukulia mambo kirahisi. Ni kuruhusu sauti ya Roho wa Mungu kukuruhusu kutambua nini cha kusema, wakati gani na namna gani ya kusema. Unajua hata namna ya kukataa iko. Unajua unaweza kukataa jambo, lakini kuna namna ya kukataa. Na moja ya vitu ambavyo pia ni vya muhimu sana katika maisha yetu kama wanadamu, tunapaswa kuwa na uwezo wa kusema hapana. Mwandishi mmoja anasema vitamin N, the ability to say no. Tenda kwa uaminifu. Kama kuna ugonjwa katika kanisa la Mungu sasa hivi, hasa kwa vijana, ni uaminifu.
vijana wanavaa tai, wanavaa suti, wanachonga nywele, lakini mwachie kazi hapo, hata kuharibia. Hatuaminiki. Nikwambie ndugu yangu, kama unahitaji kuwa kusudi ambalo Bwana amekuita kulifanya, tafadhali tenda kwa uaminifu, tenda kama mwenye mali. Niliwaambia jana, nilikuwa katika ajira hapo Bulyanhulu. Nilipata bahati ya kukaa pale 2012 katika kampuni ya African Gold Mine. Wao wameandika pale, behave like business owner, tenda kama mwenye mali. Nikusii, kama unataka kufanikiwa, tenda kama mwenye mali, na ikiwezekana tenda zaidi ya mwenye mali. Hivi nakuaje wewe ukiwa unatunzwa na mtu mahali fulani, unaacha maji yanatoka, unaacha umeme unawaka, unaacha pasi, unaacha milango kutofunga, lakini hivi tushia kujiuliza, mtoto ukiwa naye haya mambo anayachezea, akienda kwake sasa anaanza kufanya tofauti. Ni kwa nini? Nikusii, tenda kama mwenye mali. Tafuta msaada kwa wale ambao Bwana amewapa nafasi. Kuwa na watu vioo, kuwa na watu mfano. Jiweke katika mazingira yanayofaa. Roho ya nabii nasema, kama Lutu asingalikaa Sodoma, mkewe angaliokolewa. Usidanganywe, mazingira yana nguvu. Mazingira yana nguvu. Napozungumzia mazingira, nazungumzia watu, nazungumzia vitu. Na ndio maana wanasema, niambie rafiki yako nami nitakwambia tabia yako. Wapendwa, kuna haja ya kuchagua. Tutazungumzia moja ya mada, tutazungumzia nadhani Jumatatu nitakuwa nazungumzia issue ya career development, career management and career progression. Namna ya kuchagua taaluma. Wale ambao wanakwenda vioni, usomee kitu gani? Wengi wameambiwa na wazazi, soma hiki. Nakumbuka siku moja binti yangu ambaye anahitaji kufanya udaktari, kaka yangu ni daktari, akanamwambia, udaktari haulipi. Nilishindwa kwa sababu ni kaka yangu, nilishindwa kuingilia kati, lakini baadaye nilipata nafasi, nikaongea na binti yangu, nikamwambia, usimsikilize baba yako mkubwa, msikilize Mungu. Usinisikilize mimi, usimsikilize baba. Japo nina mipango dhidi yake, lakini sikutaka. Wako watu watakosa mbingu. Wako watu wameshindwa kufanikiwa kwa sababu walichaguliwa kazi ya kufanya na wazazi. Kwa nini tusifanye kama alivyofanya Samuel? Eli anamwambia, ukisikia sema niko Bwana nasikia. Na labda niseme hivi, mafanikio yako mahali popote. Na labda ningezungumza hivi, wale ambao tunafikiria kujiajiri, wale ambao tunafikiria kuwa na biashara, wale ambao tunafikiria kuwekeza, cha msingi tu jenga uwezo unaofaa katika eneo unalochagua. Nilizungumza, hatuwezi kuwa kila mahali, hatuwezi kufanya kila kitu. Mungu peke yake ndiye ambaye anaweza kufanya kila kitu na yuko kila mahali. Mwanzo 1:26 Biblia inasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale dunia. Unajua hili fungu linapozungumzia tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa maana nyingine anasema kwamba sisi tumeumbwa punde kuliko malaika, si ndio? Unajua unaposema punde maana yake ni kama tunakaribiana. Lakini ukijiangalia sasa hivi hali tulio nayo, sijui kama bado tuko punde kama malaika. Lakini niseme tu kwamba Mungu wakati anatuumba, na bado ili wazo la Mungu licha ya dhambi kwa nyingi, bado wazo la Mungu halijapotea. Wakolosai 1:16-17 inasema, vitu vyote vilifanywa kwake na kwake peke yake. Nirudie kusema, na wapongeza wale ambao wametumia taaluma zao kusimamisha structure hii kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Na niwapongeze wale ambao wanawaza namna ya kulitegemeza kanisa. Na ndio wito wetu. Napoelezea kwamba Mungu peke yake ndiye anaweza kutusaidia kuweza kufahamu kusudi letu, ninamaanisha hata mapacha wawili ambao wamezaliwa katika yai moja hawafanani. Nilizungumzia kila moja ana fingerprint yake. Haijawahi kutokea fingerprint ya kwako ikafanana na ya mtu mwingine. Maana yake ni kwamba chapa yako ni ya kwako.
Sasa wengine wanaweza kusema kwamba mbona sasa changamoto zimekuwa nyingi sana? Na nikwambie dhambi ilivyozidi ndivyo neema pia ilizidi. Mungu kamweka kila mmoja wetu hapa duniani kwa kusudi. Kumekuwa na dhana mbili katika dunia. Moja inaitwa fate, nyingine inaitwa destiny. Wanasema fate maana yake tuko predetermined. Kwamba wewe ushaamliwa, yani mzee autoboi. Haya maisha unayoyaishi, yani wewe hata ufanyeje. Umezaliwa Msoma, utakulia Msoma, utafia Msoma. Sio kweli. Destiny depends on your choices. Unafanya chaguzi gani kila siku katika maisha? Na ni wasii jamani, tuwe makini sana na chaguzi tunazofanya. Na hapa nazungumzia chaguzi hasa kubwa na ndogo. Watu wengine wanadhani kwamba mambo yanayoweza kufanya mabadiliko katika maisha yao ni mambo makubwa. Lakini nikwambie hivi, wanasema hata bahari imetengenezwa na matone tone. Hata Rumi haikujengwa siku moja. Tunapaswa kufanya chaguzi sahihi kila wakati. Wako watu wameharibikiwa kwa sababu ya taaluma walizochagua kufanya. Wako watu wameharibikiwa kwa sababu ya chaguzi za mahali pa kuishi. Wako watu wameharibikiwa kwa sababu ya chaguzi za wenzi wa maisha. Tunapokuwa katika maombi siku hizi 10, Bwana atusaidie tufanye maamuzi sahihi, na hata kama tulikosea basi atupe uwezo wa kuweza kufanya marekebisho. Tupo kwa kusudi na si kwa bahati. Hakuna kitu katika maisha kinachotokea kwa bahati. Akipo. Nimekuwa nazungumza na vijana, si kweli kwamba kuna bahati. Ila kama bahati ipo ni pale ambapo inakutana na maandalizi. Shida kubwa ya watu wengi wanakwepa kulipa gharama. Changamoto, hali inapokuwa ngumu wanakimbia. Lakini nikusii, endelea kusubiri. Bwana atafungua mlango. Wapendwa, tuliumbwa kwa kusudi. Bwana ametuweka kwa mpango na ametupatia vipawa. Tuliangalia asubuhi. Mafanikio ya kweli yanapatikana pale maisha yanapoendana na mpango wa Mungu. Tunapokuwa tunaomba, tumuulize Mungu, umekusudia nini katika maisha yetu? Mama White katika kitabu cha Education ukurasa wa 17 anasema every human being created in the image of God is endowed with a power akin to that of the Creator. Individuality, power to think and do. Kila mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu amejazwa na nguvu ya muumbaji kufanya na kutenda kama muumbaji. Education page 18, higher than the highest human thought can reach is God's ideal for his children. Bwana anatuwazia mema wapendwa. Hakuna wakati ambao Bwana amekuwa karibu na watu wake kama wakati ambao wanapitia changamoto. Abraham Lincoln ambaye ni alikuwa rais wa Marekani, mmoja wa marais ambao hawatasahaulika katika historia ya Marekani, ambaye alifanya mambo makubwa sana, na wanasema wengine ya kwamba huenda ndiye rais bora kuliko marais wote wa Marekani. Anasema surely God would not have created such a being as man to exist only for a day. No, man was made for immortality. Mwanadamu aliumbwa aishi milele. Mwandishi mmoja, mwanasayansi mkubwa duniani anaitwa Albert Einstein, yeye anasema God does not play dice. Mungu hachezi kamali, vile vitu vya kufunika na kufunua. Hapana. Mafanikio ni kanuni. Nimekuwa nikirudia haya maneno kwa sababu yana nguvu. Mafanikio ni kanuni. Na ni kanuni katika vitendo. Success is not a chance. It is principles in action. Na ndio maana ni muhimu. Mungu anatafuta watu ambao wataungana naye kuweza kuikamilisha kazi. Mungu anatafuta watu ambao wataungana naye ili awape nafasi ya kuweza kuishi kusudi lao. Mafanikio sio ajali au bahati, ni matokeo yanayoweza kutabirika. Mwandishi mmoja anasema kwamba you need to begin with the end in mind. Yusufu ni mfano mzuri katika Biblia. Akiwa mdogo anaona kabisa ya kwamba atakuwa kiongozi.
Baba yake hakufurahi, hakupenda. Kaka zake wakachukua hatua, wakahitaji kumuua, lakini ilikuja ikatokea. Moja ya vitu vya msingi watumishi wa Mungu ni kuwa na ndoto, si ndio? Wakati mwingine wazazi tumewazuia watoto ndoto zao za maisha. Mtoto anakuambia vitu ambavyo Bwana amemfunulia, wewe unamwambia acha, sitaki kusikia. Na labda nizungumze hili pia. Najua kuna mtu mmoja pale ataokolewa. Tuepuke kuwaita watoto majina mabaya. Tuwatamkie watoto baraka. Tuwaite watoto majina mazuri. Hata kama mtoto ana mapungufu fulani, usitaje mara kwa mara, kwa sababu baadaye itakuwa tabia yake. Atakuwa mwoga, atashindwa kufanya yale ambayo Bwana amemuumba. Na huenda siku moja akashindwa kuipata mbingu, kwa sababu mahali fulani ulimwekea vizuizi kwa kumtamkia majina ambayo yalileta hofu, na baadaye akajenga tabia ambayo itamfanya akakosa uzima wa milele. Wapendwa, maisha yako, maisha yangu sio ya kushangazwa nayo, ni kitu cha kutayarishwa. Ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Bahati ni ya muda, lakini kanuni hazina wakati. Niwaombe wapendwa, tunapokuwa tunaendelea na juma hili la uamsho, tutengeneze kanuni mbalimbali za kuendesha maisha yetu. Sio lazima ziwe kubwa kama kurusha rocket. Mambo madogo madogo, muda wa kuamka, nafasi ya kuweza kufanya tafakari, kuangalia tathmini, kukubali kukosolewa, kupata taarifa au mrisho nyuma kutoka kwa watu wengine ambao wanaona unavyoenenda. Wagalatia 6:7 Biblia inasema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sio rahisi ukapanda mahindi ukavuna dengu. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu uthibitishwa. Mithali 24:3. Hekima na kanuni sio bahati, hujenga nyumba na mustakabali wa kudumu. Na amini siku zilizosalia nitapata nafasi ya kuzungumzia hasa kwa kina kuhusu nafasi ya malezi katika maisha. Nilizungumzia vitu vitatu, nilizungumzia foundation, structure, nikazungumzia finishing. Labda nizungumze hiki, naomba nisome kwa Kiingereza. The foundation for success is shaped in private. A foundation for success in life is first shaped in private, in places of intimacy and nurture, within families, communities, and early life experiences. What we absorb at home, consciously or unconsciously, become the template through which we interpret life, leadership and influence. Hapa niseme kwa ufupi kwa Kiswahili. Namna tunavyoishi pale nyumbani inakuja kutengeneza template. Template ni kama karatasi ambayo haijaandikwa chochote. Wale watu wa IT wanafahamu, unaponunua kompyuta inakuwa haina program. Ni wewe unayechagua sasa uweke aina gani ya program ndani ya ile kompyuta. Wazazi, Bwana ametupatia jukumu la kuweka programs ndani ya watoto. Swali linakuja, umeweka program gani ndani ya mtoto wako? Umeweka program gani ndani ya mtoto wako? Manoa yeye alisema, Bwana, unataka tumlee vipi huyu mtoto? Na alipewa maelekezo, asinyolewe nywele, anatakiwa ale asali na vitu kama hivyo. Tunafahamu Samson alivyokuwa na nguvu. Nadhani tutapata nafasi ya kuzungumzia zaidi kuhusu malezi. Labda nizungumzie maswali elekezi katika kulijua kusudi, kwa wale ambao wanatamani kuweza kujua namna ya kuandaa kusudi lao. Swali la kwanza, nijihusishe na aina gani ya kazi au shughuli? Nioe au niolewe na mtu wa namna gani? Niwe na marafiki au watu wa karibu wa namna gani? Nini nafasi ya Mungu katika kuliishi kusudi langu? Niishi mahali gani na penye mazingira ya namna gani? Niishi na watu wa namna gani? Nini nafasi ya mwenzi katika kulijua kusudi? Ipi nafasi ya mazingira? Aina gani ya mafunzo nipate? Nilijaribu kueleza kuhusu elimu ya kanisa, elimu ya nyumbani na elimu ya darasani.
nikupe nafasi kafanya tafiti. Elimu ya nyumbani, elimu ya mbinguni, elimu ya Yesu ni elimu bora kuliko elimu zote katika dunia hii. Ni bora mtoto akakosa elimu ya duniani akapata elimu ya mbinguni, elimu ya nyumbani. Mama White ametoa vitabu vingi sana, na mimi nimepata pia bahati ya kuandika vitabu. Actually viko pale, nadhani wale ambao wanatamani kuweza kuchukua nakala wataweza kuchukua. Malezi, wazazi sisi ni wasanifu. Huyu bwana alisanifu jengo, Matondo. Lakini wazazi tunasanifu watoto. Je, unatumia vifaa gani kumsanifu mtoto? Alafu si kama tunafahamu watoto wetu sio wa kwetu. Tumepewa kuishi nao kwa muda mchache. Watoto sio wa kwetu. Watoto ni wa dunia. Tunawaandaa vipi? Moja ya maswali magumu ambayo yataulizwa kwa watakatifu wakiingia malango ya mbinguni, liko wapi kundi zuri nililokupatia? Wako wazazi huenda wakakosa mbingu kwa sababu ya namna ambavyo waliwaandaa watoto wao. Mama yangu wakati akiwa yuko hai aliniambia jambo moja, na alikuwa akirudia mara kwa mara. Wazazi wao waliwaambia kwamba watakaokazana tutaonana mbinguni. Na mimi natamani ujumbe huu ni utoe kwa wanangu. Natamani pia hata wewe pia ujumbe huu kwa wanao. Itakuwa ni furaha kiasi gani tunapoingia katika malango ya mbinguni tukiwa na watoto wetu. Najua tutakuwa na muda mchache tu wa kuweza kukumbuka mambo ya duniani kwa sababu tutabadilishwa. Na Biblia inasema hakuna anayefahamu mambo ambayo Bwana ametuandalia. Kila mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa sura ya Mungu, ana uwezo, nguvu kama ule wa muumbaji, kutenda na kufikiri. Watu wa namna hii ni watu wa pekee wanaotambua na kupokea majukumu mbalimbali Mungu anayowapa na kuyatekeleza kwa uaminifu. Waweza kuwa viongozi katika shughuli zao binafsi au taasisi, hata biashara, watu wenye mvuto kitabia. Kimsingi hili ndilo hitaji hasa kula elimu ya Kikristo, ya kwamba uwezo wao ukuzwe, vijana kufundishwa kuwa wagunduzi na sio watu wa kupokea mambo na mawazo ya watu tu. Kitabu cha Elimu sura ya 17. Nilizungumza kuhusu hili fungu, narudia kwa mara nyingine. Zaburi 8 fungu la 5 mpaka la 8, Biblia inasema umemfanya awe karibu kama Mungu, umemvika fahari na heshima. Ulimpa madaraka juu ya kazi zako zote, uliviweka viumbe vyote chini ya mamlaka yake, kondoo, ng'ombe na wanyama polini na ndege. Bwana ametuumba sisi kuweza kutawala. Na nikwambie wewe ambaye unapitia changamoto zaidi, wewe ndio una nafasi kubwa zaidi ya kutawala. Tumeumbwa kwa ajili ya utume. Mungu alipotuumba alituumba kwa ajili ya utume, Yohana 17 fungu la 18. Lakini pia jambo moja la msingi la kuzingatia ni kwamba tu katika dunia hii kufanya mapenzi ya Mungu, Matendo 20 fungu la 24. Lakini pia tuishi kwa kusudi la Mungu na sio sisi wenyewe, Mithali 19 fungu la 21. Tuige mfano wa Daudi aliochagua kuliishi kusudi la Mungu, Matendo 13 fungu la 36. Lakini pia Mungu anatoa karama na vipaji tunapoyatoa maisha yetu kwake. Wapendwa, wiki hii ikawe wiki ya sisi kutoa maisha yetu kwa Bwana. Labda nizungumze mambo machache ninapohitimisha. Kila jambo linapaswa kuanza na Bwana na si vinginevyo. Sijajua unapitia changamoto gani, lakini nikutie heshima ya kwamba wewe haupo kwa ajali. Ni sehemu ya mpango kabambe wa Mungu. Mwanzo 1 fungu la 26. Lakini pia tunapaswa kutambua hazina iliyo ndani yetu. Machimbo. Nilizungumza asubuhi, wako watu, actually sehemu tajiri katika dunia hii ni makaburini. Wako watu wanakufa na karama na vipaji hawajavitumia. Mwandishi mmoja yeye anasema chagua kufa tupu. Usife ukiwa mzee, kufa ukiwa tupu. Lakini pia wapendwa, tuliumbwa kuwa sehemu ya familia ya Mungu. Tunapaswa kutambua ya kwamba tuliumbwa kuishi milele.
tunapaswa pia kutumia talanta, mali na vipaji vyetu kwa utukufu wa Bwana. Wakolosai 3:17. Lakini pia tukumbuke ya kwamba kila jambo litaletwa hukumuni. Mhubiri 12:14. Yale yaliyo mema na yaliyo mabaya. Tunaweza tukawadanganya wanadamu, tunaweza tukawadanganya wake zetu, tunaweza tukadanganya waume zetu, tunaweza tukadanganya viongozi wa kanisa, lakini hatuwezi kumdanganya Mungu. Tunapaswa kuwa na mbingu ndogo katika dunia hii. Ni kweli ya kwamba ulimwenguni tunayo dhiki, lakini tujipe moyo. Lakini kuna jambo moja la muhimu ambalo tunapaswa kulifahamu. Tukiwa pia safarini tukielekea mbinguni, tunapaswa pia kuwa na nafasi ya kufurahi. Kuwa na mbingu ndogo, kufurahia. Ndio. Ni kweli haukuwa mpango wa Mungu dhambi kuingia, haikuwa mpango wa Mungu kupitia changamoto hizi, lakini tunapaswa pia kuwa na nafasi ya kufurahi. Na nikusii wewe uweze kuwa chanzo cha furaha kwa watu wengine. Napohitimisha mada hii, tambua kwamba Mungu ndiye kiini cha maisha yetu hapa duniani. Tuna sehemu ya kufanya, ndio, tukiwa na ubia na Mungu katika kufikia kusudi letu katika maisha. Mwandishi mmoja maarufu katika Biblia ambaye ni mmoja ya waandishi ambao wameandika sana katika Biblia, amelala sasa hivi, anaitwa Jackie Sikwela. Yeye anasema divine power plus human efforts is equal to salvation. Tuna kitu cha kufanya katika wokovu wetu. Ni kweli tunaokolewa kwa neema na si kwa matendo, lakini tuna nafasi ya kufanya, tuna kitu cha kufanya. Labda baada ya siku hizi 10 tukajiuliza kila moja, wewe unapaswa kufanya nini kwa ajili ya Bwana? Tukubali kuanza tulipo na kamwe tusiangalie watu wengine. Nitakuwa na nafasi ya kuzungumza na vijana, na nitamani vijana ambao tuko hapa ambao tuna changamoto ya kuanza, ni wasii, tutakuwa na session, tutakuwa na kliniki, nitatamani kuwa na one-on-one session. Bahati nzuri Mungu amenisaidia, nimekuwa katika tasnia ya rasilimali watu kwa miaka zaidi ya 20 na sikuwa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo nikikaa na kijana nikizungumza naye nitajua namna ya kuweza kumshauri. Labda tu ni wasii tuweze kuwa tayari kupokea ushauri na kufanyia kazi. Lakini pia ni wasii wapendwa, tukubali kulipa gharama. Asilimia kubwa ya watu wameshindwa kufikia nafasi ambayo Bwana alikusudia. Walikwepa tu sindano. Ameambiwa njoo uchomwe sindano upone, akakimbia, hakuwahi kurudi, na ugonjwa ukaota sugu au kupona. Shida unazozipitia ni za kitambo. Kubali kulipa gharama, kijana mwenzangu, ili uweze kufikia kusudi la maisha yako. Lakini pia tambua kwamba mafanikio ni mchakato. Labda nihitimishe kwa kusema, iko siku tutatakiwa kujibu hukumuni namna tulivyotumia karama na vipaji Mungu ametupatia. Nimekuwa nikisema talanta 1, 2, 5. Bwana anapokuja mara ya pili anakuja kuuliza. Moja ya maswali ambayo kila mmoja wetu ataulizwa na tutakiwa kuyajibu, umetumia vipi karama, talanta na vipaji nilivyokupatia? Wangapi wanasema, Bwana, nimesikia sauti yako, nimetambua ninapungua, lakini niko tayari kuanza upya baada ya siku hizi 10. Naomba unisaidie. Wanyoshe mkono. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kutusaidia kuweza kufunguliwa. Tulikuwa tumefungwa katika vifungo vya uchumi, tulikuwa tumefungwa katika vifungo vya maisha ya kiroho. Siku 10 hizi zikawe baraka, tukawe na mianzo mipya. Tusaidie Yesu, tuweze kuwa na mafanikio katika dunia hii, tukisubiri marejeo yako mara ya pili. Na unapokuja Yesu, tusiambie milima ituangukie, bali tuseme ndiye Mwokozi tuliyekuwa tukimngojea. Asante, tunaomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amen.